Hello everybody, wherever you're seeing this from, as we promised earlier to bring you the team of the season 2024-2025 year it is. In studio, I have my co-hosts Faris Kasivu, and I'm here, Leon Mwenda. Hope you are enjoying. Don't forget to subscribe and like this video. I'm going to give my take and he's going to give his take. Then we will conclude by the best team of the season. On goal, I have David Raya from Arsenal. For the centre back, I have Virgil van Dijk and Dean Hudson. On the right back, I have this good guy who is Alexander Arnold. And on the left back, you're going to say Nuno Mendes. Centre mid, I have Vitinha. I also have Bruno Fernandes and Jude Bellingham. On the striking, I have Victor Gyökeres, Lamine Yamal, and Disley Duo. I will give him a chance atupe timu yake, then tutaendelea. Asante sana Leon. Kwenye side za makocha kwangu nimemchukua Hansi Flick. Kisha kwenye mlinda mlango niko na Donnarumma. Kisha pale kwenye mabeki niko na Cucurella, kijana kutoka Chelsea, on the Blues. Alafu kisha baadaye niko na Kubasi, kijana wa Barcelona. Kisha niko na Colwill, kijana wa the Blues. Nikimalizia na kijana wa Frimpong amejiunga na sasa hivi Liverpool, ambapo wanasema never walk alone. Kisha hapo katikati niko na wachezaji watatu, Pedri, Scott, McTominay na Gallagher. Pale mbele niko na mshambuliaji Ousmane Dembele, Salah na Kylian Mbappe. Hiyo ndio team yangu. My coach will be none other than Luis Enrique, the best coach in the world. Now, tuanzie mbele ama tuanzie nyuma? Tuanzie na kocha. Kocha kuangalia kwa sasa nasema unaweza mpa Luis Enrique ile wanasema kumpatia yani the level. Anaweza kuwa amemshinda Hansi Flick kidogo, lakini bado. Lakini you agree that Luis Enrique is the best coach? Bado. Unajua mbona namwambia bado? Kwa kuwa tuko amebeba Champions League, hiyo si kuwa ati amefika pale. Amebeba Champions League na bado akabeba I think League 1. Shida nalo. Ukiangalia vile jinsi Hansi Flick amekumbuka Hansi Flick, tunaangalia vile jinsi Hansi Flick amekuja kwa La Liga, jinsi amekuwa akiperform. Hansi Flick ameperform, angalia unajua kupiga Real Madrid mara 4 ni tatizo lenye imekuwa kwenye La Liga. Hakuna ile coach amekuja kwa Barca amepiga Real Madrid mara 4. Yeye amewapiga kwenye Copa del Rey, amepiga kwa yani nakwambia jinsi amewapiga ndio ametoa watu kwa vikombe, yani jinsi amebeba vikombe. Nadhani amebeba vikombe 3 sofa kwenye Barcelona. Ukiangalia ni pale tu kwenye Champions League aliondolewa na Inter Milan. Jinsi ukiangalia ile makosa ilifanyika ni pale kijana ya Lamine Yamal alichapa ile post ikarudi, kisha baadaye akapigwa counter attack. Hiyo ndio tatizo. Lakini ukiangalia jinsi ndio hiyo Inter Milan ilifika kwenye finali ikashambuliwa magoli 5 na nani? Hiyo ni wachezaji Luis Enrique ndiye unasikia sasa ambaye alisaidia. Tukimalizia nafasi ya kocha, mimi nampatia Hansi Flick. For me I take Luis Enrique. The reason because Luis Enrique previously he has shown us that he is capable, anaweza shinda hiki kitu. Amebeba Champions League. Imagine a team that was unable with Messi, Neymar and Mbappe walishinda kubeba Champions League. Amekuja na akaibeba na striking ya Kvaratskhelia, Ousmane Dembele na Disley Duo. Very easy, very simple. Amekuja amechukua this, remembering that Ousmane was a reject ya Barcelona. Amemimprove, si ndio? Ameimprove this player. Nani ameimprove na Hansi Flick? Kuangalia mimi ukiangalia ile team nani ameimprove a specific player? Ameimprove kwa ile team. Mimi kuangalia kwangu naangalia nasema naweza fanya kama ni Vitinha peke yake ndio ameinuliwa pale. Lakini huku kwingine nakwambia yani ile ni timu tayari ilikuwa yani wachezaji sasa wale wanajijua. Wale kwa makocha mimi kwangu kusema tu kweli kwa makocha nampatia point yangu inaenda kwa Hansi Flick. Yangu inaenda kwa
Luis Enrique. And before we continue, Aya, tumalize, wacha basi let us hiyo. spin. This is Luis Enrique. This is Wacha mimi nichagulie. Yeah, chukua Kwenye yako. huyo part ya yani hiyo rangi nyingine ati Hiyo sitaki rangi. samawa. Sitaki rangi ya nyeupe. Hiyo rangi ndio nataka. Ndio yako. Naam. So tutaspin hii tuone nani who is the best coach. Haya. Hiyo imeniba, lakini sasa hiyo imeniba. Haya, sawa. Luis Enrique stands as the best coach in the world. Hiyo imeniba, lakini kwenye comment kama wewe ni fan ambao unajua mpira vizuri, naomba unitetee huko ndani. Naomba tu tafadhali unitetee kwenye Hansi Flick. Sawa. Kisha baada twende kwenye Haya. Mlinda lango wangu ni Donnarumma. Wangu ni none other than David Raya. The reason I take David Raya ameportray excellence, exemplary behavior as a goalkeeper. Yani stand out. Amekuwa na double saves. Yani is a person who has been there. Arsenal wakinid msee. Yani acha Arsenal wa struggle in any way, as in akiona Arsenal wana struggle ana come in for them. What to take? Haya, mimi kwangu na jinsi ninamjua Donnarumma, ule ni mlinda lango mbayo yani hachoki. Ikiwe ni mpira ambayo kuna mabao mengi, akitingizwa, lakini baadaye atafika pale ang'ang'ane vyote ili timu yake endelee kupenya. Tangalia finali ya ile Champions League ambayo ilisha kwenye mabao 5 kwa nunge. Yaani alikuwa na clean sheet. Unajua ni vigumu upate mtu akona clean sheet kwenye finali. Okay, ni vigumu. Tukimalizia hiyo nafasi ya goalkeeper, hii ndio nafasi naweza kupa. Let me give you flowers when you're still. Hiyo umeanza kunipa kila wakati. Pokea mambo yako. Sawa, nimeipokea. Donnarumma ni is exemplary because uliona he was in a team yenye ilipiga Arsenal kwa Champions League, and also tuliona akishinda man of the match in various games, not one not two. Ameshinda man of the match kwa game zingine, si ndio? Tuingie kwa defense mbio. Mimi kwangu defense yangu nilikuwa na Virgil van Dijk na Dean Huijsen. Wako ni upande wangu nimekuwa na Kubasi na Colwill. Unaonaje ile hapo? Kubasi na Colwill. Naam. Wako sawa, lakini hawafiki wangu. For example, we will do this. Acha mimi nikupe Van Dijk, au nipe wako mmoja. Mimi nakupata Kubasi, unanipea kwa Kubasi. So hapo juu ni wawili, let us go fair. Si ndio? Iko hivi, twende fair. Sasa tuko hivi. Sasa kwako umetoa mmoja. Mimi nimetoa mmoja. Haya, mimi kwangu basi mimi pale na mimi nakupa Kubasi kwa nikiangalia Kubasi na Colwill tunasema ni bado anakuwa na Chelsea. Sasa mimi nimeenda na Kubasi. But actually for me, the reason nimekupea Van Dijk is a leader, first ni captain, si ndio? Second, header. He has good header during the corners. Another thing is he has experience. Ni mzee vizuri. Hapo kwa experience ni uende usisitize hapo na ako na experience. Amecheza pale Champions League, bado huko ligi, bado ako nayo. Ukiangalia jinsi alivyotoka Southampton kuja Liverpool imempatia experience. So ako na experience. So tumechukua Paul Kubasi na Virgil van Dijk. Twende kwa right back na left back. Before tuingie huko, iko hivi. Mimi ndachukua kwenye upande wa right back, nikupe upande wa left back. Ukubali kwa hapo? Sitakubali. Mbona ukubali? The reason is kwa right back niko na Alexander Arnold, who is the best. Mimi tayari niko na Frimpong pale, ambaye kijana huyu ameamua kujiunga na Liverpool. Frimpong yani Frimpong afanya nini? Doesn't ajui kona mzuri. Kona? Yeah. During the corner kick atakuwa defender bando. Lakini utapana Arnold anakupea kona, smart corners. Atakupea smart free kicks. Sasa unajua wasema vipi? Unasema tena anajua kukunja. Tena anajua kukunja. Haya, kisha baadaye pia Frimpong anajua kukunja. Kisha Frimpong anapanda. Lakini huyu usisahau kona. Mimi sina shida na kona. Kwani kona ni mchezo mzima. Tumechukua Van Dijk. Kona si mchezo mzima. Tumechukua Van Dijk. Good header. Then you give me a poor free kick taker. No, acha nikuulize. Bali tukiendelea huko mbele, niko na wachezaji ambao wanajua kupiga. Sawa. Okay.
Lakini hatujafika hivi. Hatujafika huko mbele. Lakini hapa kwenye right back, unajua mimi unaweza niambia Trent lakini hujanipatia Trent ile uzito wa Trent nimchukue. Lakini Trent nikiangalia Trent tunasema Trent ni yule mchezaji ambaye amekuwa tayari amezoea na ile position yake. Sawa. Tayari bado akona ile experience na anajua ana uwezo wa kusaidia timu kwa ile mchezo wake. Lakini kisha baadaye ukiangalia akona ile attitude, ndio maana sasa zingine unapata ameondolewa kwenye squad, wamemweka huyu kijana mdogo anatoka kwa badly. Unaona? Wameweka kona badly. So wafanya hivi. Sawa. Chukua hiyo right back. Mimi sichukui right back. Nataka nikuache right back kisha niende nichukue huko kijana wangu Kukurela. Kwa sababu Kukurela, do you want everything? Do you mean that you want everything? Sasa sikiko hivi, tumekubaliana na Trent. Mimi niko na Nuno Mendes huko. Mimi sitaki Nuno Mendes huko. Mimi niko na Nuno Mendes. Kijana ambaye ameweka wachezaji kwenye mfuko. Nuno Mendes ameshinda UEFA Nations League. Ameshinda Champions League. Ameshinda Ligue 1. Kukurela ameshinda nini? Niko na 3. Sasa sikiza. Tunyonyesha zako. Amebeba Conference League. Amebeba Conference League. Kisha baadaye ndio huyo amengangana, ametoka na Chelsea hapa. Amebeba nini? Sikiza, hakuna kubeba. Tuangalie vikombe. Tukiangalia vikombe basi tukiangalia vikombe basi nimekutupulia mbali. Ukiangalia umenitupilia mbali. Nimekutupulia mbali na ile squad lako. How do you tuangalie vizuri. Tuangalie hivi vizuri. Umesikia? Tuangalie Kukurela. Unajua tusende kwa vikombe. Vikombe tayari unajua huwezi sema mchezaji mmoja. What is the achievement of a player? Huwezi sema mchezaji mmoja. Achievement ya mchezaji ni nini? Achievement ya mchezaji ni kusaidia timu ya ifanye nini? Timu ya mke kama ni mchezo ambaye hakuna impact kwenye game. Umesikia? Hakuna impact kwenye mchezo. Kama anaweza kuwa na uwezo wa kufunga. Mbona timu inasaini wachezaji? Mbona timu inasaini wachezaji? Nikikuuliza jinsi ili ipate jinsi vile umeniambia Raya amefunga goli. Hajafunga goli. Donnarumma amefunga goli. Na maana nakwambia vipi? Kucheza si kufunga goli wala si kushinda kikombe. Kucheza ni kushinda kikombe. Kucheza iko hivi. Furaha ya mchezaji ni kushinda kikombe. Sasa nikikuuliza hivi, umekubali kuwa Donnarumma ni tushamaliza kwa sababu Donnarumma David Raya tushasema is the best actually. No. Now we are going to tumaliza na center backs. The problem is that you're not ready. Mimi nimekwambia vipi? The problem is that you're not ready to agree. Ile kwa right back, ule right back nimekupea Trent. Huko acha nipe Kukurela. Sawa basi. Lakini umekubaliana naye. Unaona hii mchuano baadaye. Acha tuache fans kwenye comment section. As you continue, don't forget on the comment section to put that smart thing that you think is the best, that best person who according to you unadhani the best. Lakini mchana ni katikata Nuno Mendes na nani? Kukurela. Tosha. Twende kwenye wachezaji wa kati. Nuno Mendes acha kupoteza wakati, twende kwenye mchezaji wa kati. Mchezaji wa kati. Naam. Nianzie na mchezaji ambaye amebeba timu ambayo kwa sasa atingekuwa nayo EPL. Manchester United. Bruno Fernandes. Kiangalia Bruno Fernandes, mimi nikimwekea kijana wangu mdogo Pedri. Ana uwezo gani hapo sasa? Amebeba kikombe gani sofa? Ama ni ile kikombe cha Hong Kong ndio oleta kwa mchezo kaza. How can you compare a legend mgani huyu with a one day old? Acha nikwambie vipi? There's something when you bring something to the market. Bruno Fernandes ameshinda ili kikombe cha UEFA European National League. Alionekana kwa ule mchezo. Alionekana. Akifanya nini? Si akicheza. Akicheza wapi? He played very well. Kucheza wakati. Wacha nikwambie ile mchezo ilikuwa wachezaji wangapi? 3. Au kwa 3 players. Wacha nikwambie ile Portugal ilikuwa wachezaji 3. Nuno Mendes, sawa. Huyu kijana ambaye mnampenda kumsifu Cristiano Ronaldo, lakini mimi kwenye mbuzi mmoja kwangu ni Messi. Kisha baadaye kuna huo katikati niko na mbuzi Rafael Leao. Mimi alafu Rafael Leao ndo mnasema sasa wachezaji ilikuwa 3 kwa Portugal ukiangalia vizuri. Na kisha baadaye nikiongeza pale nikiongezea na ngoja tu Vitinha. On my mid I have Bruno Fernandes, Vitinha, and Jude Bellingham. Wewe ndugu yangu unapenda Portugal huko. Yaani wewe ni Portugal. If a country produces good players, then there's no need to argue. Vitinha, even actually according to me, Vitinha anapaswa kuwa contender wa Champions wa. Mimi sina shida. Mimi kwangu who are you 3? Mimi ama 3. Nimekwambia niko na kijana yangu, niko na Galga, niko na Pedro. Umesikia?
Kisha acha niangalie kwenye kitabu changu. Unajua nilikuwa nimeandika vizuri. Niko na Scott McTominay. Naam. I agree that Scott McTominay was the best player in Italy. Naam. Napoli winning the league. So I give you the credit for Scott McTominay. Your credit nakupea. But one credit that you should at least give me, Bruno Fernandes and Vitinha. Mimi sikupi kwa Bruno Fernandes. Wako hiyo timu iko ili maliza iko namba ngapi? 15. Alafu kisha ndio mimi ameinua wapi? Kutokwenda relegation ndio unaniambia kitu. Kuna msemaji hapo. Kuna msemaji hiyo. Hiyo mwenyewe ndio unajua tumeka ndani. Hapa mimi nimekataa hiyo. Wachana yote sasa tuko hivi. So Jude Bellingham is Jude Bellingham mimi nimekubaliana nao. So mimi nichukua Jude Bellingham na Vitinha. Si ndio? Haya. Acha wewe nikupe Pedri. Nipe basi. Acha nikupe Pedri. Ni sawa. On the mid tuko na 3. Haya. Who is Vitinha, Bellingham and hapo niko sawa. Okay. Ile mbele na mimi naenda kuua. Haya, twende striking yako. On the right wing I have Lamine Yamal. Haya. On the center forward I have Victor Gyökeres. Naam. And on the left I have Disley Duo. Naam. Tiki yako ni nani? Haya, mwezi bishana na wao bwana. Kijana Kylian Mbappe. Kijana Kylian Mbappe wewe. Utabishana aje na huyo? Kisha baadaye acha nikwambie, niko na kijana Mo Salah, the Egyptian king. Umesikia? Kisha baadaye niko na kijana mdogo ambaye aliyokasakata pale. Kijana anaitwa Ousmane Dembele. Kijana mwenye mbio. Utafanyaje sasa? Let's start on the right back. Right wing. Right wing. Niambie sasa huyo kijana wako mdogo akutalisha miaka 17 ndio unataka kuleta kwa kijana ambaye amesaidie kijana wangu Mohamed Salah ambaye ameinua country tayari. Kisha baadaye ndo ameinua timu ikakuja ikabeba nini? Ikabeba ligi. Haya. Lakini si yule mtu mdogo ile hapo shida ambayo ulipata pale katikati, tayari ungekuwa umefika pale nusu finali Champions League. Lakini timu ambayo inajiita PSG ingewatoa. Niko na swali lako la hisi sana. Si ndio? Who is the best youngest player? Haya, kwa sasa hivi sasa tunampa tu ya Lamine Yamal. Sina shida pale. Lakini kwenye experience si Lamine Yamal. Haya, mwite jina lolote lakini mimi kwa ni kwenye who is the best youngest player? Mimi kwenye mpira who is the best youngest player? Youngest player sasa tunampa yeye tu kwa sababu ni who is the best oldest player? Best oldest player kwangu si ni Messi. Sasa Messi, si ndio? Naam. Who is the mentor to Messi? Hakuna cha kumenta award, hakuna cha nene award. Acha nikwambie. Tayari acha nikwambie Messi pia amementa. Acha nikwambie Messi pia amementa Enzo Fernandez. Angalia free kick Fernandez kuzupiga. It's not an argument between Fernandez. It's a mimi nakwambia vipi mpira atuongelee umejua juzi mpira. Tunaangalia experience. Unajua ile wakati experience ni. Sikiza acha nikueleze. Haya, tuongee tu vizuri. Mpira wa juzi wa Hispania na Portugal. Sawa? Huyu kijana aliyokomfuka kama kuweka mfuko. Don't judge a player by single performance. Aya, nakuuliza vipi? Judge a player by single performance. Sijakataa. Lakini nakuuliza vipi? The fact aliperform. What did he do? The fact that Kukidana alimwa kwa mfuko. Didn't do anything. Ngangana kivyake. Angalia kijana mpaka akatolewa. Yaani alingangana hadi akatolewa. Na vile Yamal, ukiangalia mchezo wake na Yamal na Nuno Mendes. Alingangana akashindwa. So as we conclude this, we want to mean that Lamine Yamal. Haya basi, usingo hivi. Na wewe sawa? Balene, nikupuko Yamal, lakini huko katikati na huko kwa left niachie. Ukija uweze bishana Mbappe, uweze bishana Dembele. It's simple to flip a coin. Haya. This is Lamine Yamal. Visual is Mo Salah. Fasi usiwadanganye, hii ni ukora. Hii ni ukora konayo. Hii ni ukora. Mimi nimekata. Hii ukora yako mistaki. Hakuna. Haya. Nini? Hili kama hili ni kala langu, umesikia? Nani Salah? Salah ameenda. Huyu ni Salah ni wangu amechukuliwa. Huyu alikuwa Lamine wewe. Huyu alikuwa Lamine. Acha ukora yako. Huyu alikuwa Lamine. Acha ukora yako. Huyu alikuwa Lamine. Hivi basi. Watu kukombana mingi. Acha iko hivi. Nipe Lamine. Pate Lamine pale katikati. Uweze nitoa Dembele, uweze nitoa Mbappe ile left. Uko na uwezo? Niko na uwezo. Uwezo wa nini? Niko na uwezo ya uwezo wa nini? Victor Gyökeres. Akona uwezo gani? Akona he has the most. Sina shida kufunga. Kuni pia Haaland alikuwa anafunga kisha baadaye akakufa.
Ukimwona saizi amekufa na Sawa, makodi. nimekupea hizo. Nata, asante. As we conclude, we have concluded that the theme of the season is as follows. For the 2024-2025 season, the coach will be Luis Enrique from PSG. For the goal will be who? Kijana wangu tu, Donnarumma. Sisi tulisema ni sisi tulispin. Wachana hiyo basi. Wacha fans wataongea kwa hiyo. We have Donnarumma. Thank For you. the center back, we have Van Dijk and Paul Kubasi. Thank you. For the right back, we have Alexander Arnold. For the left back, we have Marc Cucurella. Thank you. For the center mid, we have none other than we have Vitinha, Jude Bellingham, and Pedri. On the striking, we have Lamine Yamal, Osman Dembele. Kylian Mbappe. From our studios, where the Boys Arena, we have brought you the team of the season. And as we promised, thank you for being with us. Till next time, goodbye. Bye.